Mwanzo sura ya 5. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Sethi. Siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Sethi akaishi miaka 105, akamzaa Enosh. Sethi akaishi baada ya kumzaa Enosh miaka 187, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Sethi ni miaka 912, akafa. Enosh akaishi miaka 90, akamzaa Kenani. Enosh akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka 815, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enosh ni miaka 905, akafa. Kenani akaishi miaka 70, akamzaa Mahalaleli. Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka 840, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Kenani ni miaka 910, akafa. Mahalaleli akaishi miaka 65, akamzaa Yaredi. Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka 830, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Mahalaleli ni miaka 895, akafa. Yaredi akaishi miaka 162, akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962, akafa. Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Methusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969, akafa. Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shem na Ham na Yafeth. Mwanzo sura ya 6. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Waneferi walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya,
lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shem na Ham na Yafethi. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi ya mkono mmoja, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa, lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe, na katika kila kilicho hai chenye mwili, 2 wa kila namna utawaleta ndani ya safina, wahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. 2 wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya.